falamma taghashaha, mume huyu alipochanganyika na mkewe, hamalat hamlan khafifa, mke akapata ujauzito, ukawa kwake ni mwepesi au msumbui kwa siku za mwanzo, anakwenda na shughuli zake, anafanya kazi zake. Bimaana falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa, falamma jamaaha, walipofanya jimai, mume alipomuingilia mkewe, hamalat, alipata mimba aliyeingiliwa mke, biljanin, akawa na mtoto anayetengenezwa tumboni, hamlan khafifan duna izaji, mwanzo alikuwa ujauzito wake ni mwepesi, hauna usumbufu, likaunihi nutfatan, kwa sababu mwanzo inakuwa ni tone ya manii tu, kwa raha zao wenyewe wamestarehe, lakini Allah ana mambo mengine huwa anafanya kwenye starehe ile. Kwa hiyo siku za mwanzo inakuwa ni nyepesi mimba, kwa sababu tumboni hamna mzigo wote, ni manii tu. fi badi al-amri, mwanzo wa jambo, miezi ya kwanza inakuwa mimba ni nyepesi. Qala Abu Saudi, amesema mwanachuoni Abu Saudi, fa innahu inda kaunihi nutfatan au alaqatan akhaffa alaiha binisbati ila ma ba'da dhalika min almaratib. Hii mwanzo aliyozungumza hapa kuwa ni nyepesi ni pale ambapo siku za mwanzo inakuwa iko katika hali ya umanii, ndio inaitwa nutfa, au alaqatan, au stage ya pili baada ya siku 40 manii yale hugeuka yakawa damu, kitone cha damu, bado inakuwa ni wepesi. Binisbati ila ma ba'da dhalika min almaratib, hizi hatua za mwanzo za manii na damu inakuwa ni mimba nyepesi ukiilinganisha na maratib zinazofuata baada ya hapo. Ikishabadilika kutoka kwenye damu ikawa nyama, sasa hapo shughuli inaanza kuwa na vionjo vingine, naona mabadiliko kwa mama, na nyama ile baada ya siku 40 inageuzwa kuwa mfupa kabisa. Mabadiliko yanazidi kutokea na hali ya mbebaji inazidi kubadilika. Mfupa halafu unavalishwa nyama, kesha ndo inafanywa kazi ya kushepiwa, kuwa reshaped, awe binadamu, anakuwa mwanamume au mwanamke kuanzia siku ya kwanza tu. Kwa hiyo kila hatua za mbele zinavyokuja ndo huo ujauzito unakuwa mzito kweli. Siku za mwanzo unakuwa mwepesi, lakini wepesi wake kadiri mabadiliko ya uumbaji yakifanyika na uzito kwa mbebaji unaongezeka. Wata'arrudu lidhikri khifatihi lilisharati ila ni'matihi ta'ala alayhim, na huku Allah kusema lugha ya wepesi hamlan khafifa ni ishara ya neema yake Allah subhanahu wa ta'ala alaihim, kwa wanaume wenye wake zao, fi inshaihi iyahum, wanaambiwa, wanafundishwa jinsi yanavyoanza maumbile yao kwa hatua za awali. Inakuwa ni wepesi, halafu kadiri siku zikiendelea wepesi unabadilika, unaongezeka uzito kidogo. Mutadarrajina fi atwari alkhalqi, wanapita katika stage mbalimbali za kuumbwa kwao kwenye matumbo ya mama, min aladami ila alwujudi, walikuwa hawapo, sasa wanaandaliwa wawepo. Inapokuwa katika hatua ya manii, bado huyu ni mwenye kutabiriwa, huyu kama ni mtu au si mtu, atakuwa au hawi. Lakini kadiri akitengenezwa mpaka akawa kakamilika umbo, matumaini ya kwamba huyu mtu yanakuwa yanaongezeka. Ana miezi 6 sasa,
anapiga sasa, anacheza sasa, inatamkwa anacheza. Na kama kalala, mama anasikitika, naona mtoto wangu hachezi. Yani akicheza anakusumbua, kama hachezi pia unapata simanzi, sijui kama hajafa. Unaona, hii ndo hali ilivyo. Wa min ad-du'fi ila al-quwwa, na haya mabadiliko ya kutoka hatua ya wepesi kwenda uzito ni ishara ya kuonyesha kwamba anatoka kwenye udhaifu anaenda katika nguvu, anaongezeka nguvu hata katika hizo hatua za uumbwaji vile vile. Famarrat bi, mama anapokuwa na ujauzito huu mwepesi, famarrat bi, anaenda na safari zake na mwanawe yumo ndani tumboni anaumbwa. Marrat, huyo mama, bihi, anatembea na mimba yake, anaenda na mwanawe, anafanya shughuli zake kisimani, kondeni, wapi, anakuwa mwepesi. Hamlan khafifan famarrat bihi, ujauzito unakuwa mwepesi, mama anaenda nao na shughuli zake. Yani istamarrat bihi ila hini miladihi, anaenda na mimba yake mpaka unafikia wakati wa kuizaa. Falamma asqalat, pale sasa mimba inapokuwa nzito, ikiwa khafifan famarrat bihi, anaenda nayo mwenyewe mimba yake. Falamma athqalat, sasa ikiwa nzito, ndo anakuwa mjamzito, mzito kweli. Shughuli nyingine zinakatika hapo. Endi harusini, anasema hali ukumbi chakula kizuri hataki, asema niletee udongo wa Pemba. Naona thaqula hamluha, mimba yake sasa inakuwa nzito. Wasarat bihi thaqila, kwa yule aliyeibeba sasa inakuwa ni nzito. Likibari alhamli fi batniha, kwa sababu ya umri mkubwa wa mimba tumboni kwa mama, labda mwezi wa 8, wa 7, wa 8 kuendea wa 9. Unapokuwa ujauzito mpevu, daa wallaha rabbahuma, wawili hawa sasa, baba mwenye mke wake na mama aliyebeba mimba ya mume wake. Dawa ni mume na mke hapa huwa wanaomba, wengine wanaofahamu sasa, na hapa wengine hakuna cha kuomba wala nini. Wengine ndo kabisa na mimba wanaipigia pombe kabisa kilabuni huko. Lakini wakiwa angalau wana akili, wameelekea, wale wanomjua muumba wao, daa wallaha, katika stage hii huwa hawachoki kumuomba Allah rabbahuma, mola wao mlezi, wanamuomba Allah. Yani daa wallaha rabbaihima, mume na mke wanamuomba Allah ambaye ndiye mola wao mlezi. Wa maliku amrihima, na ndiye aliyemiliki jambo lao au mambo yao, wanamuomba Mungu. Wengine hata hapa wanaenda mzimuni kuomba, hodi hodi wazee, tumekuja nyendo mno macho, si hatuoni, ndo tumekuja tena, mwenenu huyu mumlee, ana ujauzito, ana hivi. Jambo anafanya mwingine, watu wanaenda kuripoti kwa mwingine alikuwa hana uwezo wowote. Lakini wenye akili wanamuomba mola wao mlezi. Wanamwambiaje? Sijui kama wanaweka nadhiri au wanaomba tu. La in ataitana salihan, ewe mola wetu, ukitupa mtoto mwema, lanakunanna minashakirin, wallahi tutakushukuru. Mke wa Zakaria alipopata ujauzito aliweka nadhiri, akasema rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrama, mola wangu ninaweka nadhiri kwa ajili yako, kilichomo tumboni kwangu nataka nikitoe kwa ajili ya dini yako. Alitegemea awe mwanamme, amtumikishe, amlee tangu mdogo kwenye masala ya dini, kuimarisha misikiti na kusimamia dini. Falamma wada'at, alipokuja kuzaa mimba yake akawa mtoto wa kike sasa.
Akaelekea tena kwa Mola wake akasema, rabbi inni wada'tuha untha, Mola wangu mtoto niliweka nadhiri nimtumikishe kwenye dini yako, lakini nimepata wa kike. Wallahu a'lamu bima wada'at. Anamwambia hivyo na hali Allah anajua alichokizaa kweli ni mtoto wa kike. Walaisa dhakaru kal untha, na majukumu ya kushikwa na mtoto wa kiume tofauti na mtoto wa kike. Lakini mama akasema, wa inni samaituha Maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minash shaitani rajim. Katika stage ile watu huwa karibu na Mungu, wale wanaomfahamu. Kwa hiyo hawa wanaambiwa mtoto akiwa mpevu tumboni, baba wa mtoto huyo na mama wa mtoto huyo huwa wanamuomba Mola wao, wanajua ndo aliyeumba, wanamuelekea kwa dhati. La in ataitana saliha, Mola wetu ukitupa mtoto mwema, lanakunanna minashakirin. Wallahi, maana hiyo lam ni lamul qasam na nuni ni nuni ya taukidi. Wanaongea kwa msisitizo kumwambia Mola wao, wallahi tutakuwa ni wenye kukushukuru, tutafanya tuta. La irrazaqtana waladan saliha, wallahi Mola wetu ukituruzuku mtoto mwema sawia, aliyekuwa yuko sawa, usitupe mlemavu, usitupe mgonjwa wa akili, usitupe hivi. Akija mtoto mwema yuko sawa, sawia alkhilqa, kaumbika sawa sawa, lanashkurannaka, wallahi tutakushukuru. Je, akaja sio hivyo amshukuru? Akaja kichongo anaderua, hamtoshukuru pia? Lakini wanaomba wapewe mtoto mzuri. Sijui kama wanaomba awe mwema, lakini wanasema saliha, awe mtoto mwema na aliyekuwa yuko sawa sawa. Tutakushukuru Mola wetu ala ni'maika, kwa neema yako uliotuneemesha. Tunategemea tunapata mwenzetu, mtoto ni mwenza, anakuja kukusaidia baadaye akipenda Mungu. Lakini Allah anasema wengi katika hawa huomba katika stage ya awali. Falamma atahuma saliha, Allah akiwapa huyo mtoto mwema mzuri wa umbo, sura, wanakibimba, wanakishumu, wanakipenda, hakina ulemavu, kina akili, akiwapa mtoto mwema, ja'ala lahu shurakaa fima atahuma. Wengi hawashukuru kama walivyoahidi, wanamjalia Allah ana wenziwe, wanakwenda kushukuru mizimuni, kwa waganga wao, kwa madaktari, kwa nani, umenisaidia, ile dawa imenisaidia. Hakumbukwi tena Allah. Akiwa yumo tumboni wanamuomba Allah, la in ataitana saliha, kama utatupa mtoto aliyetengenea mzuri, lanakunanna minashakirin, wallahi tutakuwa ni wenye kukushukuru kwa neema yako. Lakini Allah anasema falamma atahuma saliha, Allah akiwapa huyo mtoto mwema waliyemuomba, falamma wahabahuma alwalada saliha sawiya, Allah akiwapa mtoto mwema ambaye hana tatizo, yuko sawa sawa kaumbika, jaala, hujalia wazazi hawa wawili, lahu, kumjalia huyo Mola wao waliyemuomba, shurakaa fima atahuma, yule mtoto aliyewapa Allah basi humjalia wakampeleka kwa washirika wengine wa Allah. Hashukuriwi Allah peke yake, wanashukuriwa na wengine. Wengine lazima wakaripoti kwenye mzimu wao wa jadi. Haya, huyu mgeni wenu amekuja, mumlinde tena, mumfanye hivi. Tumboni kalinda Allah peke yake, kamtengeneza, kamseti mishipa, mifupa na kila kitu, kimekuja kizuri. Wao wenyewe wanafurahi wakikiona kitoto kizuri. Allah kawapa kitoto kizuri, lakini wakeshampata lazima washirikishe. Kuna wakumpa kumpeleka, watampeleka wakashukuru kwa miungu mingine huko, wakaombe kinga kwa miungu mingine huko, wakati Allah kamkinga mwenyewe peke yake tumboni. Hawakutoa mchango wote wazazi wawili hapa, labda msosi anaokula mama mzuri,
ndio unatengeneza afya, lakini hawatosheki na kumshukuru Mungu peke yake, ila wanamjalia washirika. Jaala haulai alauladi wadhurriya shurakaa ma Allah, vizazi wanavyovipata wazee hawa wanavijalia kwa washirika walio pamoja na Allah. Faabadul awthana wal asnama, wengine wanaabudu masanamu na vitu vya kuchonga na vya kufinyanga. Fataala Allah amma yushrikun, Allah ametukuka kaepukana mbali na hivyo wanavyomshirikisha navyo. Wanamjua Allah in some occasions, lakini baada ya hapo wanamkataa, wanashukuru vingine, wanaabudu vingine. Tanazzaha, ametakasika Allah, watakhaddasa, na yuko safi Allahu amma yansibuhu ilayhi almushrikun, katakasika Allah, hanasibiani kabisa na hivyo ambavyo washirikina wanamshirikisha navyo au wanamhusisha navyo. Ayushirikuna ma la yakhluqu shay'a, hivi watu wanamshirikisha Allah na vitu vilivyokuwa havijaumba chochote. Yeye ndo kakuumbia mtoto mzuri, umempenda, kwa nini ukashukuru sanamu? Kwa nini ukashukuru mzimni? Mzimu ulisaidia chochote katika kuumbwa mtoto huyu? Sanamu lilichangia chochote katika kuumbwa mtoto huyu? Munakwenda kuabudu vitu ambavyo havijaumba chochote, aliyeumba mnamsahau. Ayushirikuna, hivi hawa watu wanamshirikisha Allah ma, na vitu ambavyo la yakhluqu shay'a, havijaumba chochote, vinafanywa miungu. Wa hum yukhlaqun, vyenyewe vimeumbwa. Hivyo vinavyofanywa miungu, vinavyoombwa msaada, vyenyewe vimeumbwa. Kiumbe anaenda kuomba kwa kiumbe. Alistifahamu litawbihi, Allah kauliza swala kwa njia ya kubeza, hawajafanya maamuzi ya sawa. Ayushirikuna ma Allahi, wanavishirikisha na Allah ma la yaqdiru ala khalqi shay'in asla, vitu ambavyo havina uwezo wa kuumba chochote katu. Vitu haviwezi kuumba chochote, vinapewa hadhi ya Mungu. Wa hum yukhlaqun, vyenyewe vimeumbwa. Sasa kiumbe anakuwaje Mungu tena? Walhalu anna tilka al-awthana, wanafanya hivi hali ya kuwa hayo masanamu yao, wal aliha, na wenyewe wanavyoita miungu, makhluqatun, vyenyewe vimeumbwa. Fa kaifa yaabudunaha ma Allah, kwa nini wakaabudu vilivyoumbwa pamoja na Allah? Yani Allah na viumbe vyake vina share katika sifa ya uungu. Qala al-Qurtubi, amesema Sheikh al-Qurtubi, wa jamaa ad-dhamiru bilwawi wan-nuni, dhamiri imeunganishwa kwa wau na nuni. Liannahum i'taqadu anna al-asnama tadurru wa tanfa, hawa wenye kuabudu masanamu walikuwa wanaitakidi kwamba ile miungu yao ya masanamu ina madhara, ukiikosea inaweza kukudhuru, na ina manufaa ukipatia, ukiifurahisha. Mengi katika mambo waliokuwa wanayaomba walikuwa wanafikiria wanafanikiwa kwa sababu wamejibiwa na masanamu yao. Anatoka safari yake ya kibiashara, biashara ikimchangania, karudi na faida kubwa, anasema ni kwa baraka ya dua yangu niliyomuomba Lata kanisaidia. Hasa kakusaidia Allah. Mwingine kaka muda mrefu hajapata mtoto, kaenda kuomba kwenye sanamu au mzimni, akimpata anasema dua yake ya kule mzimni imemsaidia. Lakini akiwa tumboni, mzimu uko mbali, hawaushukuru wala hawautaji.
wanaelekea kwa Allah, wanamjua yeye ndo Khaliq. Akishatoka sasa wanaenda kushukuru sehemu nyingine. Faujriyat majra nasi, kwa hiyo masanamu yanapitishwa mipito ya watu. Wala yastati'una lahum nasra, hiyo dhamiri huwa inawahusu viumbe wenye akili. Ayabuduna ma la yakhluquna shay'a, yakhluquna, hawajaumba. Natoka hapo sanamu haliumbi. Kwa hiyo yamepitishwa mipito ya watu wenye akili, kwa sababu wenye kuyaabudu wanaitakidi ina madhara na ina manufaa. Wala yastati'una lahum nasra, jengine Allah analosema kwa hii miungu yao ya bandia, la yastati'una lahum nasra, miungu hii haina uwezo wa kuwanusuru. Kama wanavamiwa kijeshi pale, miungu yao yote wanayoabudia ikusanyike pamoja, haiwezi kutoa msaada wote kuwasaidia watu wao, hawawezi kuwapa nusra. La yastati'u hadhihi al-asnam nasra abidiha, haya masanamu hayana uwezo wa kuwanusuru wale wanayoyaabudia. Wala anfusahum yansurun, sembuze kuwanusuru wengine wanaoabudia, hata wenyewe hao masanamu hawana uwezo wa kujinusuru. Kama Ibrahimu alipowavamia kwenye hekalu ile, jumba la ibada, kawatwanga mashoka wote, jumba lina miungu wengi, wakavunjwa na mtu mmoja, yametulia tu. Miungu inaitwa, inaombwa msaada, inaombwa nusra, lakini haina uwezo wa kutoa nusra wala kujinusuru yenyewe. La yastati'una lahum nasra, hawana uwezo, hiyo miungu haina uwezo wa kuwanusuru wale wenye kuabudu. Wala anfusahum yansurun, wala masanamu haya hayawezi kujinusuru yenyewe shari ikija. Kama patawaka moto yataungua yote, halitoki ta moja wala hauzimi moto. La yansuruna anfusahum, hawawezi kujitetea au kujinusuru wenyewe. Mimman aradahum bisuhi, dhidi ya yule atakayetaka ubaya. Fahum fi ghayati al-ajzi, kwa hiyo miungu hii iko katika hali ya kutokuwa na uwezo wa dhilla, alafu iko katika udhalilifu. Fa kaifa yakunu aliha, kaifa yakununa aliha, inakuwaje hii ni miungu wakati ipo tu? Ukilielekeza kusini litaelekea kusini miaka yote, yanayotendeka kaskazini halina habari. Vipi litakuwa Mungu? Wa in tad'uhum ila alhuda la yattabi'ukum, jengine miungu yenu hii kama mtailingania ije kwenye uongofu haiwezi kukufuateni. Linganieni, iambieni, haisikii. Wa in tad'uhum ila alhuda, kama mtailingania kwenye uongofu, la yattabi'ukum, haina uwezo wa kukufuateni. Yani anna al-asnama, haya masanamu, la tujibu idha da'aita, haiwezi kuitikia pale utakapoita, ila khairin au rashadi, ukiita kwenye khairi au uongofu haina uwezo wa kukufuata. Liannaha jamadatun, kwa sababu ni vitu visivyo uhai, havina akili, vimetulia tu. Vinakuwaje Mungu? Sawaun alaikum, tena kwenu nyinyi binadamu angalau ndo mmepewa akili, kwenu nyinyi ni mamoja, ni sawa sawa kwenu binadamu. Ada'utumuhum am antum samitun, mukisema muilinganie miungu yenu hii itabaki kukutazameni tu, lakini haioni. Na mkisema mnyamaze kimya, haitaki reaction yoyote kusema mbona hamtuambii jambo, mbona hamjatuomba, ipo tu. Hii misanamu yenu sawaun alaikum, ni mamoja kwenu nyinyi binadamu. Ada'utumuhum, sawa sawa kama mmeilingania, am antum samitun, au mmenyamaza kimya, hamjaiambia jambo. Kuiambia jambo na kutokuiambia ni sawa sawa. Haisikii, haioni, haiongei, haina akili, haina uhai.
yastawi fi adami ifadati duaikum lahum wa sukutukum, anasema ni sawa sawa kuwanyamazia kimya na kuwasemeza miungu wenu, ni sawa sawa. Kama mnavyokaa kimya, basi ndo sawa sawa na mnavyopiga kelele kusema naye, hayasikii. Qala Ibn Kathir, na amesema Ibn Kathir, yani Allah anakusudia anna hadhihi al-asnama, hakika ya haya masanamu haya, la tasma'u du'a man da'aha, hayasikii dua za anayeomba. Yule aliyekwenda kuyaomba hayo masanamu haya yapo tu, hayasikii chochote. Wasawaun ladaiha, na ni sawa sawa mbele ya hayo masanamu, man da'aha wa man dahaha, aliyekwenda kuyaomba masanamu na aliyekuwa hajaomba kitu, mbele ya masanamu haya wawili hao wanakuwa sawa sawa. Yule aliyeomba na aliyekuwa hajaomba wako sawa sawa mbele ya masanamu yao. Kama kala Ibrahim, kama alivyosema Nabii Ibrahim kuambia jamaa zake kwenye suratu Maryam aya 20 na aya 42, kawaambia ya abati, ewe baba yangu, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a, kwa nini unaabudia vitu ambavyo havisikii, havioni wala havikusaidii chochote? Innal ladhina tad'una min duni llahi ibadun amthalukum, haya masanamu yenu mnayoyaabudia badala ya Allah, hawa ni viumbe kama nyinyi. Allah ndo aliyeumba mtu, ndiye aliyeumba mnyama, ndiye aliyeumba jiwe, ndiyo aliyeumba mti, ndo aloumba dhahabu, ndo aloumba fedha. Vyote ni viumbe, nyinyi ni viumbe vya Allah. Hasa wewe binadamu, angalau uliopewa akili, unachukua dhahabu, unaitia moto, unaishepu, unaifanya sanamu, kisha wewe ndo useme huyu Mungu wangu. Basi kama Mungu ulikuwa wewe ati ulotengeneza hili, wewe ulopewa akili ukapoteza thamani yako, ukenda ukaabudia kitu kisichokuwa na akili. Kwa hiyo hiki ni kituko. Innal ladhina tad'una min duni llahi, hakika ya hivi vitu mnavyoabudia badala ya Allah, ibadun amthalukum, ni viumbe kama nyinyi. Innal ladhina ta'budunahum min dunihi ta'ala, hivi vitu vyote mnavyoviabudia badala ya Allah mtukufu, minal asnami, katika haya masanamu yenu, watusammunahum aliha, nyewe wenyewe ndo mnawaita miungu. Makhluquna mithlakum, hivi navyo vimeumbwa kama mlivyoumbwa nyinyi. Wewe umeumbwa, uliumbwa udongo, ukaumbwa na wewe. Sasa hii dhahabu, fedha, jiwe, mti, nini vyote Allah kaumba. Makhluquna mithlakum, hivi ni viumbe kama nyinyi. Bali unasu akmal minha, lakini wanadamu wamekamilika zaidi katika kuumbwa kuliko hivi viumbe vingine. Liannaha, kwa sababu binadamu tasma'u, anasikia. Kwa hiyo wewe umepewa fadhila, wewe uko juu unajishusha chini. Wewe unasikia, watubsiru, na unaona, watubtishu, unashika, unapiga. Watilka la tafal shay'a, haya mnayoabudia hayana harakati kama hizo. Wewe angalau unakasirika ukikerwa, unafurahi ukifurahishwa. Sanamu yeye ndo hivyo hivyo, hata ukilipa sadaka halili. Ibrahim kaingia kwenye hekalu, kauliza malakum la taakulun, mna nini, mbona mmewekewa vyakula hapa hamli? Wapo tu wanitazama maziwa, ndizi mbivu. Hawana uwezo wa kufanya vile ambavyo nyinyi mnafanya. Nyinyi mmetukuzwa zaidi, mnajidhalilisha kwa vitu ambavyo havina uwezo. La tafal shay'an min dhalika, hivi vitu mnavyoviabudia havina uwezo wa kufanya lolote katika yale ambayo nyinyi binadamu mnafanya. Falihadha qal,
Kwa sababu hiyo ndio maana Allah akawaambia kwenye aya ambayo kwa leo tunamalizia, fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Haya, waombeni basi hao miungu wenu nione wakujibuni, kama dhana yenu ni kweli kuwa hawa ni waungu. Waombeni. Ndio washaomba siku nyingi, na hapo anaambia haya, waombeni basi hiyo miungu yenu, falyastajibu lakum, nione wakujibuni, in kuntum sadiqin, kama dhana yenu ya kuwa hii ni miungu ni kweli, waombeni nione wakujibuni. Amrun ala jihati ta'jizi. Allah kaamrisha, sio kwamba anawaruhusu, lakini anawafahamisha, anawasemesha lugha ya kuonyesha wao wamepumbaa, hawako sawa. Jambo analowaambia wafanye haliwezekani. Ombeni miungu yenu ikujibuni kwenye mtakaloomba, kama ni miungu kweli. Kwa hiyo kawaambia hivyo, ala jihadi ta'jizi wa tabkiti. Anataka kuwaonyesha kwamba hii miungu haina uwezo wote, na kuwakatisha tamaa kwamba nyinyi mlofadhilishwa mmekuwa majununi, hamna akili, bora hata hivyo ambavyo vimewekwa chini yenu. Ndio ile thumma radadnahu asfala safili. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, binadamu tumemuumba kwenye umbile zuri zaidi. Thumma radadnahu, halafu utengeneza mazingira tumrejeshe, tumshushe hadhi yake, asfala safilin, yeye akae chini ya wale waliowekwa chini yake. Sasa wewe na sanamu uliite Mungu, wewe unakuwa nani? Kajishusha binadamu huyu. Yani Allah anawaambia ud'uuhum, walinganieni, waiteni, waombeni, waabuduni, fi jalbi naf'in au daf'i darri, walalamikieni miungu yenu katika kukuleteeni manufaa au kukuondoleeni madhara. Kwa mfano, Allah awape madhara hawa watu, akesha awaache madhara niliyokupeni, nendeni kwa miungu yenu wa kuondosheeni. Wataondosha hao masanamu. In kuntum sadiqina fi da'wa annaha aliha, kama nyinyi ni wa kweli kwenye maneno yenu ya kusema hawa ni miungu, ombeni tuone kama watakujibuni. Basi kwa leo inshallah tuishie kwenye aya hii, ila tu kama dasturi narudia tena mara moja. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha, wanakuuliza watu kuhusu kiyama kinafika lini. Qul, waambie, innama ilmuha inda rabbi, suala la kiyama elimu yake iko kwa Mola wangu mwenyewe peke yake. La yujalliha liwaqtiha illa hu, hakuna anayejua kwa uhakika wakati wake ila yeye. Thaqulat fi samawati wal ardi, suala hili ni zito kujulikanwa mbinguni na ardhini. Maana yake hawalijui viumbe wa mbinguni wala hawalijui viumbe wa ardhini. La taatikum illa baghtatan, na likija halitokuja isipokuwa ghafla. Kiyama hakina taarifa, hakina notice hata ya dakika 5 kwamba dakika 5 zijazo ndo ile mechi. Baghtatan, ghafla tu naona mambo yamebadilika. Yasalunaka kaannaka hafiyun anha, wanakuuliza wewe kama wewe ndo mdhamini wa jambo lenyewe, unalijua juu chini chini juu, wakati hujui chochote. Qul, waambie, innama ilmuha inda Allahi, elimu ya kiyama anayo Allah mwenyewe peke yake. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Qul, sema ewe mtume, la amliku li nafsi naf'an wala darra, mimi similiki nafsi yangu manufaa wala similiki nafsi yangu madhara. Siwezi kujitafutia manufaa wala siwezi kujikinga na madhara, illa masha Allah, ila litanifika lolote atakalonipangia Allah katika manufaa na madhara. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba, kama mimi ningekuwa ninajua mambo ya siri, lastakthartu min al-khairi, ningejikithirishia khairi zote.
kila kheri ningeikimbilia, maana ninajua siri ya kuifikia angekuwa. Wama masani yasu, na katika upande wa shari nisingepatwa na baya lolote, manake ninajua vyanzo vya mabaya na muelekeo wake kwangu, ningekuwa na uwezo wa kujikinga na shari zote. Lakini kwa sababu similiki, ndo maana ninapatwa na kheri na shari kama mnavyoona. In ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun, mimi si chochote zaidi ya kuwa ni mjumbe. Kazi yangu ni kuwaonya na kuwabashiria kheri walioamini. Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida, yeye Allah ndiye aliyekuumbeni nyinyi kutokana na nafsi moja. Waja'ala minha zawjaha, alafu wakajalia kutokana na hiyo nafsi moja mkewe. Liyaskuna ilaiha, ili mume huyu apate utulivu kwa mkewe. Falamma taghashaha, mume alipochanganyika na huyo mkewe, hamalat hamlan khafifan famarrat bihi, mke alibeba mimba nyepesi akawa anatembea nayo. Ni mtu anafanya shughuli zake, ndani ya mwili wake mnaumbwa kiumbe mwingine. Huko hajenda sanamu yoyote, hajatoa mchango mzimu wowote, hajatoa mchango yoyote katika mnaoabudia. Allah kaumba tumboni kwa mama. Falamma athqalat, mimba ilipokuwa pevu, da'wa Allah rabbahuma, baba na mama walimuomba Allah mola wao, wakamwambia la in ataitana saliha, kama utatupa mtoto mwema, na bila shaka mwema kwa maana awe mzuri, hana athari, si mlemavu. Ukitupa mtoto mwema, lanakunanna minashakirin, wallahi tutakuwa ni wenye kukushukuru, wallahi tutakuwa ni wenye shukurani. Lakini Allah anasema binadamu akiwa na tamaa huomba, anajua kumuomba Mungu, na binadamu akiwa na madhara, maafa, hujua kumuomba Mungu peke yake na huwa na ikhlasi. Lakini akishapewa alichoomba, shukurani hupeleka kwengine. Anaweza kuokolewa baharini, dhoruba imetanda, akajua leo sitoki, pale roho inaenda safi kwa Allah moja kwa moja. Akishaokolewa akafika nchi kavu, anakimbilia kwa sanamu lake, anaenda kutoa shukurani. Mmenisevu wazee kule walikuwepo hawakuwepo. Falamma atahuma saliha, Allah akiwapa mtoto mwema mzuri, ja'ala lahu shurakaa, wazee hawa wawili huwa wanajalia Allah anawashirika. Wazazi wawili hawa wanampeleka mtoto kwa washirika wa Allah walivyojalia wenyewe. Fima atahuma, wanamshirikisha Allah kwenye kile alichowapa kitoto chao kile kizuri. Wanamshirikisha Allah kwenye kile kitoto chao, wanakwenda kukipeleka kutafuta kinga, shukurani na nini kwa miungu mingine. Fataala Allahu amma yushrikun, ametukuka Allah, kaepukana mbali na hivyo wanavyomshirikisha navyo. Ayushirikuna ma la yakhluqu shay'a, wanamshirikisha Allah na miungu ambayo haijaumba chochote. Wa hum yukhlaqun, yenyewe hiyo miungu imeumbwa. Hawa ndo wanakuwa wenziwe Allah. Wala yastati'una lahum nasra, na hiyo miungu yao wanayokwenda kuiomba wakamshirikisha nayo Allah, wala haina uwezo wa kuwanusuru. Wala anfusahum yansurun, wala uwezo wa kujinusuru yenyewe hawana miungu hao. Hawawanusuru wanaowaabudia, wala hawawezi kujinusuru wenyewe. Wa in tad'uhum ila alhuda, na miungu hii hata ukisema uilinganie, uielekeze kwenye uongofu, uipe miongozo, la yatabi'ukum, haina uwezo wa kukusikieni au kukufuateni. Sawaun alaikum, ni sawa sawa kwenu. Ad'autumuhum am antum samitun, ni sawa sawa mkiwalingania au mkinyamaza kimya. Mkisema hawasikii, mkinyamaza kimya hawareact. Innal ladhina tad'una min duni llahi ibadun amthalukum, hivi vitu mnavyoabudia badala ya Allah ni viumbe kama nyinyi. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin, haya waombeni basi nione wakujibuni kama ni miungu kweli kama mnavyosema.
Kwa leo inshallah tutafikia hapo aya 194, 195 tutakuja kuendelea nayo kwenye darasa ijayo inshallah taala. Wallahu a'lam, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.